Asechunga niulize jua nini mnaachana na bwanako. Akauliza, kisha akanipatia jibu. Benye mimi naona mnaachana na bwanako mafeksio. Nikasema ni kweli. Juu bwanangu anasema hivi, mimi nachukia mwanamke mwanagonjwa ile ugonjwa. Maana siku tu nakusikia hako. Na njobu naisha, maana nakukimbia kabisa. Nikasema sawa. Mimi nashukuru Mungu kuona samfra yangu ilinionyesha vyote hapa mbele. Mimi nashukuru Mungu sana. Ulipona nilikuambia infection lakini? Ndio papa. Wewe ulisikia kiuno inakuwa ya uzito? Ndio. Okay. Haleluya. Na mimi natokea hivi. Hijui? Tia mikrofoni kukinywa. Mimi natokea hivi. Nikafika Goma, ni magonjwa gananisumbua sana. Nikatoka Goma, bwana yangu akasema, "Wewe hakupona, kilo wazunguluka majini yote, hakupona." Nikamwambia, "Sasa ulisha nifanya siku mingi tuko nawe. Tunazala batoto 12. Ukaniambia mimi sipone kwenye mimi naenda. Sasa uliisha niloka wewe." Hasa mimi natoka Goma, niliisha kugonjwa tu. Kugonjwa kichwa, tumbu inaniluma. Tosha Goma, bakanileta huku Bukavu. Hasa mimi wananitia kwa shangazi yangu wa kaka yangu. Hasa niko na fie wangu tunakuyaga naye. Hasa akaniacha huku Bukavu. Mimi namuuliza, "Sasa onaniacha?" Naye wananiita niende kunyumba. Mimi namwambia, "Vyenye mnafanya na papa, mnafanya mubaya. Nipatie tike, siku mimi naonaga, siku mimi nakuya. Mimi nakuya nyepeke tu. Mbunanga obaki." Mimi nabaki. Nikaendelea kumakanisa. Kufika kumakanisa, vyenye baliisha nitia. Kufika kukanisa, mimi nasikia banaomeka